ya mwalimu wako, na wewe mwanafunzi uache. Ndugu, tumefundishwa na Paulo mtume ya kwamba mambo yote yatendeke katika makanisa yetu, yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Basi fahamuni ya kwamba waliochaguliwa kuwa wakuu wa kanisa, kazi yao ndio kuwaangalia Wakristo katika miji yao, watafuta walegevu na waasi, kuzikataa ndoa zisizo halali, au kama wakishindwa kuzikataa, wamwarifu kasisi wa mtaa. Tena ni kazi yao kuangalia majengo ya kanisa, kukusanya ada za kanisa na sadaka za siku ya Bwana na za sikukuu, na kumsaidia kasisi awape wagonjwa na maskini sehemu ya sadaka hizo. Tangu zamani imekuwa sheria ya kanisa wakuu hao wachaguliwe na kutawazwa, hivyo waweza kuona vizuri ya kwamba wamewekwa kazini katika baraza la kanisa zima, wala si katika baraza la kanisa moja tu peke yake. Basi tupo hapa waweka hawa ndugu zetu katika kazi ya ukuu wa kanisa, lakini kabla tujafanya hivyo, tuwaombee wapewe baraka za Mungu na kuongozwa na Roho Mtakatifu ili wafanye kazi yao kwa utukufu wa Mungu na kwa faida ya kanisa lake takatifu. Naomba tupige magoti. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tuombe. E Mungu, uliwafundisha mioyo yao wenye imani kwa nuru ya Roho wako Mtakatifu. Tujalie kwa Roho huyo tuyajue mambo yote kwa akili na kuifurahia faraja yake takatifu. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Basi tusimame tena. Ndugu, na wasihi ninyi somo kutoka katika waraka kwa Waefeso sura ya 4 mstari wa 1, wa 3, wa 7, wa 11 na wa 12. Ndugu, na wasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu, mkichukuliana katika pendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Lakini kila mmoja wenu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya Mungu ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Sasa nakuulizeni nyinyi ambao mmechaguliwa na kuitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, je, mtafanya bidii kutimiza kazi ya ukuu wa kanisa kwa utukufu wa Mungu na kwa faida ya kanisa lake? Kama ndivyo, semeni ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Ndugu George kamaliza na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu wa kanisa Mtakatifu Mikaeli, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Stewart Kudeba na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mjumbe, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yusufu Kataza na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu msaidizi kanisa Mtakatifu Mikaeli, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu Julius Sige na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu wa kanisa kigango cha Mtakatifu Andrea, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
ndugu Stanley Mnenei, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mjumbe wa baraza la halmashauri Mtakatifu Mikaeli kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu John Mkai, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mhazini wa ubaki na katibu wa jumuiya ya Mtakatifu Mariamu kanisa la Mtakatifu Andrea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu Robert Muhina Dr. na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mjumbe wa baraza la halmashauri Mtakatifu Mikaeli kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Diana Mkai, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mhazini kigango cha Mtakatifu Andrea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Josephine Mnubi Mtikila, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu wa Mtakatifu Andrea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu Herbert Lewali, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mhazini msaidizi kanisa Mtakatifu Mikaeli kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nani? Cheo. Mary Jackson, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu msaidizi wa jumuiya kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jina nani? Blandina Joshua, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu Mtakatifu Luka kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Alex Somela, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mhazini msaidizi Tayo, mhazini wa jumuiya ya Mtakatifu Joseph kigango cha Mtakatifu Andrea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na Haule, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu msaidizi wa kanisa Mtakatifu Luka kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Michael Martin Mbea, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama katibu msaidizi Mtakatifu Andrea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Dastan Mahundi, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mhazini msaidizi katika kanisa la Mtakatifu Luka kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu Patrick Nyamwilahila, na kuingiza katika cheo cha wakuu wa kanisa kama mshauri wa kasisi au shemasi Mtakatifu Andrea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tupige magoti. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu akubarikini, akulindeni, akuhifadhini sasa na siku zote. Bwana akae naye. Tuombe. E Bwana, tunakusihi katika matendo yetu yote utuongoze kwa neema yako, utufanikishe daima kwa msaada wako, ili sala zetu zote na kazi zetu zianzie kwako, zifulizwe na kumalizika kwako kwa Kristo Bwana wetu. Msaada wa Mungu ukae nanyi daima. Jamani, sasa mwaweza kusimama. Nyinyi sasa mko rasmi, mmeapishwa rasmi kwenda kufanya kazi ya Mungu. Amina. Asi Mungu awatie nguvu. Asi
twende turudi tukaketi na wale wanaoenda kwenye ibada za kwao. Si kwa nini hamtaki kusali hapa? Mimi nawashangaa sana. Karibuni, hapa ni nyumbani. Amina. Asanteni sana. Karibu.